Bila shaka basi ni wakati wa pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kwenye pita hii leo nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Ruhusu nikujuze tu, maana ulimwengu huu unavaa mambo. Wanasema kuna visanga na vimbwanga. Na nilianzia eneo lipi? Ruhusu basi nianzie eneo ambalo basi ni kule Kayole hapa jijini Nairobi, ambapo kulitokea nini Kayole? Kuna dada polo mmoja amesalia na majonzi tele baada ya kugundua kuwa mwanadada anayempenda kwa dhati anakaribia kufunga ndoa na mwanaume mwingine. Yaani, unajua watu siku hizi wanashangaza sana. Dada huyu ameenda amedanganya ndugu amejua kwamba nishapata nimefika umri wa kuoa na namsupport huyu dada, kwa hivyo tumefika mahali tupanga kuoana. Lakini ghafla bin vu ndugu amegundua kwamba yani una mtu hata unaambia marafiki zako mimi mwaka huu sitaki uishe, ama next year mimi naoa. Alafu unapomwambia mwaka huu aishe sijui nini, unagundua kwamba kuna mtu anakuambia anaujaliwa komiti nani, unagundua ni yule mchumba wako amechumbiwa na mwingine, wanapanga harusi. Surely watu ni waajabu. Ukitafakari juu ya hayo, mpendwa msikilizaji, nikatoka Kayole nikasema acha nivuke mpaka Lang'ata hapa jijini Nairobi tu. Bado nikiwa Lang'ata hapa jijini Nairobi, kuna dem mmoja anajuta baada ya kuingia katika uhusiano wa mtandao uliomwacha hoi kifedha na kihisia. Alianza kwa mazungumzo ya kawaida tu na mwanaume aliyedai kumpenda na kumjali. Hii mahusiano ya mtandaoni, hao watu ambao mnapatana alafu mnaanza kutuma pesa, unatuma tu pesa kwa mtu ambaye mmepata hata mjuani, anakudanganya tu. So unahadaika, tunaingia box, alafu waliona mtandaoni, akamwambia nataka tufungue biashara, nataka tufanye hivi, tuinvest hapa na pale, tujipange kwa ajili ya harusi yetu, tusitengeneze madeni. Dada wa watu kwa sababu anafanya kazi yake mzuri, akaona mimi ni mwanadada tofauti, mimi si kama wale wengine, sitegemei pesa ya mwanaume. Ndio hakutegemea pesa ya mwanaume, lakini alioshwa, ameachwa, alikuwa mpenda mtu, hayuko tena, pesa zake pia zimeenda. Surely wanaume pia wamechange, wanakula fair. Haya kasema hii Nairobi acha niachana, nikavuka moja kwa moja hadi kule Kibwezi Machakos. Kuna jamaa mmoja amewashangaza wengi baada ya kukiri kuwa matatizo yake ya mapenzi hayahusiani na ndumba kama ilivyodhaniwa, bali ni maamuzi mabaya aliyoyafanya mwenyewe. Unaona, mwanaume anafika mahali anasema hii si uchawi, mimi naona kwamba kile ambacho kinanisumbua tu hapa ni mimi nifanye uamuzi vibaya. Watu walikuwa wanasema unajua ni wapi? Kibwezi Machakos. Unamwambia vile unapamba kwa mambo ya mahusiano, hii kuna uchawi fulani, lakini naye akamwambia hapana, hii si uchawi, ni mimi tu nilifanya uamuzi vibaya. Nafikiri wakati mwingine kufika mahali ku admit makosa yako inakuwa ni vizuri, si ndio? Una admit kwamba hapa nilichemsha, inakuwa ni vizuri. Na nikitoka pale basi kwa kutoka kule eneo la Kibwezi nikavuka mpaka London. Si London Uingereza, London Nakuru. Hapa Nakuru kuna London bwana. Kwa hivyo nilifly mpaka London Nakuru. Hapa London Nakuru kuna jombi mmoja anadaiwa kuweka rehani maisha yake ya baadaye baada ya kuingia kwenye uhusiano wa siri na mwanadada aliyempagawisha. Inasemekana kwamba huyu ni mwanamume ambaye ana ndoa yake, alafu amefika mahali ameingia kwa mpango mpaka amesahau ndoa yake. Umeacha watoto wako, umeacha mke wako, alafu sasa unasema ni mpango wewe. Ati anasema love is blind. Marriage is an eye open, narudi kwa ndoa yako. Wacha mambo ya mpango wa kando wewe. Haya, sawa. Nikimalizia pale nimalizia eneo la wapi? Eneo la jirikana kama Ndere, sio Dere. Ndere kule Siaya. Kuna kioja kilishuhudiwa hapa Kalameni, mmoja alipolewa kupita kiasi na kusahau kabisa alikokuwa akienda. Inadaiwa kuwa jamaa huyo alikuwa amepanga kutembelea shamba lake, lakini baada ya kulewa alipotea mwelekeo na kuanza kuzurura bila kujua alikokuwa akienda. Mtu alikwambia pombe si chakula, pombe si maji unakunywa atakata kiu, utajua ujui. Jamaa alikuwa anaenda huko akisaidia kuilia, akasahau hata ajui alikuwa anaenda kufanya. Sasa anajiuliza nilikuwa nafanya, hajui. Wachana na pombe bwana. Hata wenyewe wameandika pale onyo la Wizara ya Afya. Inadhuru afya yako. Na wewe ndio huyo unasema ati niko najienjoy. Spending my time. Nakula mali yangu, nakula raha. Raha gani? Achana nayo. Onyo la Wizara ya Afya yatosha. Inadhuru afya yako, achana nayo. Anyway, ni hapa nipo, ni katika pita siku hii ya leo. Mimi ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Malizia ukisema kwamba kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Patane tena next time tukiendelea zaidi. Subscribe. God bless you. Subscribe. Bye bye.